Na kwenye masuala ya kisiasa ni kwamba mgombea urais wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i amesikitika kutokana na uhuni unaoendelezwa nchini, akisema itakuwa vigumu taifa kuendelea hivi kutokana na vurugu kama hizi, akiongeza kuwa tangu mwaka 2024 wananchi wamechoma vituo 13 vya polisi kutokana na hasira. Pia ameikosoa serikali kwa madai ya kuruhusu wanasiasa wanaowaunga mkono kutumia wahuni kushambulia wapinzani wao. Don't radicalize the country to a point where you can't manage it. Because ukisukuma watu sana, watu wakifika kwa wall, hata wewe mwenyewe huwezi kujua yale watafanya. Since 2024 mpaka saa hii, wananchi have banned 13 police stations in the country. Ghadhabu na hasira ya wananchi kwa sababu ya hii maneno. Na wakubwa wa serikali waelewe. Hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Eti wanasiasa fulani wao wako na ruhusa ya kupanga wakora na guns kupiga watu, na akiwapiga polisi hawachukui hatua eti kwa sababu wao ni wanasiasa na ni watu wa serikali. It will not work. Sheria tunafuata wote ni ya serikali na yetu sisi wale tuko kwa upinzani. Sisi tumeamua tutafuata sheria, lakini tutafuata sheria mpaka kiwango fulani. Ikifika mahali ikionekana kama nyinyi ndio kampeni mnataka kufanya, what option will you leave us with? Hatuwezi kufika mahali eti watoto hawaendi shule, sijui matibabu hakuna chakula kwa hospitali, watu wanapiwa kila siku. I mean, one pledge I can make to Kenya as a presidential candidate, meaning if I was given an opportunity to be president of this country, there will be no good nonsense in this country. Lazima serikali iwe serikali na wakora ni wakora, na kama wakora wanafanya namna hiyo, sheria iko inatuambia tufanye nini na wakora. Tutafuata sheria. Lakini sio eti unaangalia pande hii watu wanabeba wakora hapa eti wao ndio wakubwa, kwa sababu ni marafiki wa serikali na ni marafiki wa mkubwa. Kwa sababu wao ni marafiki wa mkubwa wa nchi, wako na kibali kufanya ushenzi kama huo. It cannot work.